wanamuita hasa ya Muhammad adrikni, ya Rasulullah adrikni, na wengine ya aliyu adrikni, na wengine Naam, tunaingia sasa katika nukta nambari 110 katika mambo yaliyozuliwa, na tuko bado katika sehemu hii ya taazia. Ukurasa wa kitabu sasa nambari ya sahifa ni 256. Nukta ya 10, itikhadhu dhiyafa, ni kufanya takrima ya ugeni unaokuja pale kwenye kuazi. Ugeni huu minataami, katika vyakula mbalimbali, tena kosa lenyewe linakuwa min ahli almayiti, vyakula hivi ni kutoka kwa watu wa maiti. Ni kosa kubwa. Wao hawatakiwi kuwafanyia ugeni wa chochote wanaokuja, isipokuwa wanaokuja kama wataleta wao kuwaletea wafiwa. Naam, Mtume kawaambia masahaba, isna'u li ali Ja'farin ta'ama, wafanyieni watu wa Jaafari chakula, fa innahum qad atahum ma yushghiluhum, kwani hakika wao limewafikia jambo la kuwashughulisha. Haijakataza kwenda kuazi, tena si sharti kwamba zikifika siku 3 huwezi kumuazi mtu. Kumuazi utamuazi wakati wowote ulipokutana naye, sheria inakupa hiyo. Kuweka mpaka wa siku 3 ni uzushi, lakini wale wanaokuja kuaziwa na wao hawana haki ya kuwafanyia takrima watu ya chakula, isipokuwa wao ndo wapewe. Uzushi huu umetajwa kwenye kitabu Talbisu Iblis katika ukurasa nambari 341. Katika kitabu chengine vile vile umetajwa uzushi huu kwenye Fathul Qadir. Fathul Qadir hii ni ya Ibn al-Hammami, juzuu ya kwanza ukurasa 473, na ukatajwa vile vile uzushi huu katika Al-Madkhal, kitabu Al-Madkhal juzuu ya 3 ukurasa nambari 275 mpaka 276, na vile vile ukatajwa tena uzushi huu katika kitabu Islahul Masajidi, kuitengeneza misikiti, katika mambo ya uzushi. Ukurasa wake ni 181. Waraji'il mas'ala, na ukipenda unaweza kurejea kwenye masala nambari 114 ya kitabu hichi. Tuliyazungumza mambo hayo ya kwamba chakula kuwapelekea waliofiwa ndiyo barabara, kama Mtume alivyoambia watu watengeneze chakula kwa watu wa Jaafar aliyeuawa katika vita vya Mu'ta, fa innahum qad atahum ma yushghiluhum, kwani wao wafiwa limewafika jambo la kuwashughulisha. Nafasi ya kupika haiwajii, akili ya kupika haiwajii, wao wapelekewe chakula. Isijikawa Muislamu analilia mambo mawili matatu, analia kwamba kaondokewa na mtu, na analia kwamba hanacho cha kuwapa watu wanaokuja pale, na analia ya kwamba hata kama atakwenda kukopa kulipa hatoweza vile vile, au analilia kwamba akiba yake ya miaka chungu nzima sasa itabidi ende zake akiba ile kwa sababu kwamba yeye kafiwa. Analilia mambo chungu nzima, na hayo ndiyo tulionayo mpaka sasa, haijafutika. Na kusemwa hayaachwi kusemwa, ingawa watu hawakubaliani nayo hayo, kama kwamba wanashindana kabisa, lakini mfiwa ndo kupelekewa, na sio kwamba atowe yeye. Ama wao wenyewe kwa wenyewe, kama wanapika chakula chao, ndugu wako pale wafiwa, basi wana haki, lakini sio ugeni unaokuja chakula. Kila mgeni akija chakula. Kina mashekhe kama Al-Amin bin Ali Mazrui kwenye kitabu Hidayatul Atfali, mwanachuoni huyo wa Kenya, amesema ya kwamba chakula hicho ni haramu sawa sawa na nguruwe na mzoga, sawa sawa. Kakiweka sawa sawa mtu kula chakula kwa mfiwa,
Kishafiwa halafu unakwenda wewe kwa muda siku ya kwanza unakwenda kula, siku ya pili unakwenda kula, unafanya kama ndio ushapata nafasi sasa ya kupitisha siku. Ni kosa kubwa. Hawajui wale watu wakoje na wanakipata wapi. Nakwenda kuwaelemea, waachiliwe peke yao watu wale. Tena kama itawezekana kwa Waislamu wasipike watu wale, hata kwa muda siku 3 wasipike watu wale. Wamo katika jambo kubwa, wao wanapelekewa tu chakula. Nukta nambari 111 katika mambo yaliyozuliwa vile vile katika mambo ya mazishi, itikhadhu dhiyafati lilmayiti, kufanya dhifa lilmayiti, kwa ajili ya maiti, fil yaumil awwali, katika siku ya mwanzo. Hiyo ni itikadi ya watu wengine. Siku ya mwanzo lazima kipikwe kitu pale na wafiwa kwa ajili ya maiti yule, na halafu wasabi'a, na siku ya 7 cheti paanguke kitu pahala. Kikikosekana japo kwa vicheti na kahawa. Lakini kwenye watu wenye uwezo wanaangusha hasa wali karamu rasmi. Ukitokeza pale pahala, husemi kwamba pamefiwa pana msiba, ni kwamba pale pahala pana harusi labda. Maana watu wanacheka na vicheko na mabiriani na majuisi, tia tena, kama kwamba pana karamu, watu wamefurahi. Wal 40, na ikifika 40 anangojewa tena mfiwa hivyo. Siku ya kwanza wapikie watu, siku ya 7 wapikie watu, siku ya 40 wapikie watu, watamami sana. Na ukifika mwaka mzima kamil tokea kufa mtu wake, inaitwa hauli hiyo sasa. Na pengine kufiwa kule, ule mwaka hujamalizika, kafiwa tena baada ya miezi 2. Ishakuwa 42 sasa hizo, na hauli zitakuwa 2. Pengine miezi 6 haikufika, kisha fiwa tena mtu mwingine wa 3. Sasa mambo yamepandiana sasa, itabidi zile hauli ziwe 3, na 7 zile kafanya mara chungu nzima, na 40 zile pengine hata 40 ya mwanzo haijafika, kafa mtu mwingine. Na hivi ndivyo ilivyo binadamu na mauti. Tahamaki Waislamu wamekuwa wanyonge, hawana nafasi hata ya kumtumikia Mola wao kwa mambo ya ibada za kutoa. Nafasi wapate wapi? Na wameelemewa na walaji. La kusikitisha, walaji kama watakuwa ni wajinga njazi na wauma, dini hakusoma, masala mengine. Lakini walaji ni wasomi bwana, wanajitia kwenda pale na visomi vao, ati wanakwenda kusoma naudi na vyetezo na ubani kunukia nje pale, ati wanasoma kisomo. Kumbe mkondea malaji bwana. Ni wasomi, dini wanaijua barabara, hadithi zote hizo wanajua barabara hizi kwamba yale hayamo. Lakini sasa imekuwa habari ya tamaa imewashika, wanakwenda pale na elimu zao wanazo, na wamevaa mavazi ambayo wanatisha sana, wanaogopewa, majuba na makashda begani na vilemba na tasbihi kubwa zinakwenda pale. Wale waliofiwa wanasema kama haya itakuwa hayafai, haya angelikuja fulani hapa. Nasema nini nyinyi watu? Mimi najuaje nyinyi? Na aliokufa binadamu, kwani kafa kuku? Hata huyo kuku tu akifa mtu anahuzunika. Hapa kafa binadamu bwana. Na wanawaona wanaokuja pale ni wasomi, wanakuja na visomo mbalimbali bwana. Na pengine wakunjue vitabu pale vya uongo tukutisha watu tu. Na hiyo kiraa kama utamsikiliza hana hukumu hata moja wanaoipata. Nasukuma tu, hajitukania tu. Haya kwa hakika ni ya uzushi, na yametajwa katika kitabu Al-Khadimi fi sharhi tariqi al-Muhammadiyya. Imetajwa habari hii katika hadithi nambari 3224, na pia ikatajwa habari hii uzushi wake kwenye kitabu Al-Madkhal juzu ya 2 ukurasa 114, na ukurasa na katika juzu ya 3 ikarejea tena kwenye ukurasa nambari 278 na 279. Hayo yameelezwa kwamba ni katika mambo ya uzushi, hamna kitu mle bwana. Asijakadanganyika mtu kuona kwamba mbona wanafanya watu wenye kutegemewa. Kwani dini ya Kiislamu ingeangamia wanadhania? Kama kusikuangamiza watu wenye kujua, wanaangamiza watu wenye kujua kwa maksudi. Na watu wengi si wasomi, wanatazama watu wenye elimu wanafanya nini. Kwa hivyo wameangamiza dini watu wenye kujua kila kitu, wao ndio walipoteza dini. Wewe Muislamu, tafuta dini hii kwa
mtume Mwenyezi Mungu akufundishe. Itafute dini hii kwa Mwenyezi Mungu, soma Qur'ani sana ujue maana yake, soma hadithi za mtume sana. Usije ukaitafuta dini kwamba fulani kafanya nini, watu wanafanya nini, kwani mila yetu inasemaje hapa. Hii dini ya Kiislamu imekuja kuondosha mila za watu na kuja kuweka mila ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Nukta ya 112, itikhadhu taami min ahli almayiti awwali khamisin. Kuna itikadi nyingine hiyo, ni kufanywa chakula kutoka kwa watu wa maiti katika awwali khamisin, alkhamisi ya mwanzo tokea afe mtu, lazima paliwe chakula pale. Sijui kwa itikadi gani alkhamisi ile na nini. Hata walipozusha mambo katika mwezi wa Rajab, wameweka alhamisi ya mwanzo ya mwezi wa Rajab ndo kuna swala maalum, ndo kuna kitu maalum, kuna kitu gani maalum sijui, hakadha sijui kwa itikadi gani waliwazulia watu siku alhamisi. Kwa hivyo kuna baadhi ya watu alhamisi ya mwanzo toka kufa mtu wao lazima wafanye chakula kuwapa watu. Na nukta nambari 113, ijabatu da'wati ahli almayit ila at-ta'ami. Na kosa ni kwa wale wanaoitwa hali ya kuwa unajua kwamba tunaitiwa kitu fulani hapa. Anaambiwa sasa mtu na 40 ya mzee wangu, kesho ndio itakuwa 40 ya mzee wangu, kwa hivyo mje. Ile kuitikia wito huu ni kosa jingine vile vile, maana yule singefanya kama angeambiwa ukweli wa mambo ulivyo, hajui. Ile kuitikia wito ule ni kosa jingine, ni pale ni kumfahamisha 40 ya nini. Katika Uislamu hakuna habari hiyo bwana, ondosha bwana. Uliza wewe, maiti wako hana madeni, umlipie. Mpaka warithi wameambiwa wasirithi isipokuwa min ba'di wasiyatin yusa biha au dainin, isipokuwa baada ya wasia kwanza uliousiwa utekelezwe na khalafu madeni yake yalipwe. Sisi nakakitaka hapo, nakakitaka unalisha watu, maiti wako unamjua na nini, chakula hichi unacholisha hichi hakiwezi kumuopoa na madeni. Atakuwa yumo katika adhabu moja kwa moja, na wewe ushalisha watu magharama chungu nzima, na deni liko pengine dogo tu, liko muopoe katika deni tu. Wewe kumuopoa kwenye deni, umelisha watu, maiti wako anapata tabu. Ilibidi aambiwe, kwa sababu ijabatu da'wati ahli almayiti, kuwaitikia watu wa maiti ila taami, kwenda kwenye chakula, ni kosa jingine vile vile. Hatusemi ya kwamba kuwalisha watu ni haramu, maana upesi hapa wajanja ukimbilia. Tokea lini mtu kuulisha chakula ikawa haramu? Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Leo hii hata Qur'ani watu wanaikiuka hii, kuna kuulisha chakula kwa kubaya. Uuliza kabisa, unanialika karamu ya kitu gani? Ya harusi. Naam, walimatul arusi ni kitu ambacho sheria ya Uislamu imekubali. Baraka ya harusi ni kuwalisha watu chakula, na tena uhakikishe kwamba unawalisha watu wanyonge sana. Na kama watakuwemo watu wenye hadhi zao hujakatazwa, lakini wawemo maskini za Mungu, kwa sababu sharru taami taamul walima. Katika chakula kibaya Mtume anasema tabakaramuni yudaa ilaiha man yaabaha, wanaitwa kukiendea wanaokikataa, wayamnauha man yatiha, na wanazuiliwa waliokiendea wenye njaa wenye haja nacho. Kwa hivyo chakula kinakuwa kibaya wakati mwingine, kwa sababu ni katika mambo ya fujo, wanaonewa wanyonge, wanazuiliwa, na wanaoitwa kwenda kukila ni watu ambao hawakitaki. Kwa hivyo kama kutakuwa na walimatul arusi, naam, hapajakatazwa. Kama mtu kapata mtoto mathalan, hata kutoa sadaka kumfanyia hakika mtoto wake yule, amechinja mnyama, kagawa mafungu 3 ya nyama, fungu moja kaona lake mwenyewe nyumbani kiteweo, fungu la pili ya kuwapa majirani zake, na fungu la 3 kaona niwape rafiki zangu wote, wanafunzi wenzangu, walimu wangu, walimu wenzangu. Kama ataamua kuwapelekea chakula kiteweo huko kwao, au kama atawaita, jamani na hakika ya mwanangu, njoni tushirikiane, hiyo ni kitu cha haki kabisa kula walima hiyo. Lakini habari ya kwamba mtu kafa siku ya 7 yake kishokutwa tutakuwa na kitu maalum cha chakula, ile kwenda makosa vile vile. Hawezi kuepukana na dhambi yule mwenye kualikwa, isipokuwa amfahamishe mtu, siwezi kuja, sheria imenikataza kabisa, sikubaliki, ni kosa hilo. Anamwambia kwamba nitakuwa na 40 ya mzee wangu, amwambie kabisa sitokuja katika 40 ya mzee wako. Kwa nini? Ni kwamba kaza, asimuone haya, kwa sababu hii ni dini. Hakuna kuoneana haya katika dini.
bora ushambuliwe duniani, bora utokanwe duniani, bora ubezwe duniani. Nendo nini yule anajifanya kama nani? Hawakuwa na fulani hapa wa kila 40 hapa, haikuwa fulani hapa wa kila 40. Ndio, kila mmoja na nafasi yake, kila mmoja na sehemu yake, na kila mmoja na anavyojijua imani yake, kila mmoja anavyojijua. Usilinganishe kama mbona fulani kafanya. Dini yataka mbona mtume kasema hivi, mwambie mtu mbona mtume kasema hivi, mbona mtume kafanya hivi, mbona ilifanywa wakati wa mtume na mtume alikuwa kakubali ya kuona kwa ni makosa. Hapo ndio penye hoja katika Uislamu. Hapo sheria imefungwa namna kama hiyo. Nukta hii ya 13, jambo hili limetajwa kwenye kitabu al-Imamu Muhammadi al-Barkawi. Kataja mambo haya kwenye kitabu Jalail Qulubi, kuzitakasa nyoyo, kuziondolea machafu. Akaeleza uovu wa hadithi hii, uovu wa jambo la mtu kuitwa katika karamu ya mtu kafa, anakwenda kwenye 40, anakwenda kwenye khitma, anakwenda kwenye kitu gani, ya 3 au ya 7 au ya 8, ile kwenda kuhudhuria na kula walima pale ni kosa jingine vile vile. Si kama anapata mwenye kutoa tu na mwenye kualikwa akenda vile vile. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndo ajuae. Tutafika katika nukta hii na namba 1 na 13 tutakapokuja insha Allah taala. Tutaondokea nukta nambari 114 ya mambo haya ya taazia. Bado tuko kwenye taazia.